masuti. Niliwahi kuona watu wamoja walikuwa wanakimbilia sana kwa hilo kanisa, wakasema sasa hili kundi letu tunapashwa kufocus sana, tumuuzie mchungaji hata maveste manne, sio vibaya. Lakini je, ndani ya wale wa Kristo hakuna mtu ambaye amekosa ada ya shule ya watoto? Je, katika lile kundi hakuna mtu ambaye amelala siku 2 bila kukula, amekosa chakula cha kuwalisha watoto? Lakini nikaja kuchunguza katika ile hali ya kuuzia mchungaji masuti manne ambayo ni program walichukua, yule ambaye alikuwa anasimamia alikuwa anataka sifa kwa mchungaji ili akuzwe cheo, ili mchungaji aone nani alileta hii idea. Hili wazo lilitoka kwa nani? Ni kwa fulani, atampandisha cheo. Hata kama mtu hawezi kuzungumza, lakini utaona matamanio yake ni haya. Kwani CCM sasa haifanyi kazi? Inafanya kazi. Kuna mtu naweza kumuona huyu mtu kweli hiki kitu iko nakifanya, iko nafanya kitu hiki kwa lengo fulani. Huyu mtu iko nafanya hivi kwa moyo mkamilifu mkunjufu. Hiki kitu huyu mtu iko nataka kufanya ni kwa ajili ya kuvutia Wakristo. Hiki kitu huyu mtu iko nakifanya ni kwa ajili ya kuvutia watu wampende au waje kwa kanisa lake. Sisi tunaomba mara 10, sisi tunaomba kwa wiki mara 5. Sasa hivi lakini unaona yale maombi yenyewe ni kama vile ya mfarisayo. Farisayo na mtoza ushuru. Bwana akasema ati katika hawa wawili ambaye alishuka nyumbani kwake akiwa amehesabiwa haki ni yule mtoza ushuru. Maana maombi ya watu hawa yalipishana. Yalikuwa na utofauti mkubwa sana. Mmoja anaomba kwa kujitapa, kwa kujikunguta, kwa kujiinua, kwa kujisifu. Ndiyo haya masifa yameongoza madini na makanisa na madhehebu kwa wakati wa sasa tuliyomo. Maombi ya Wafarisayo. Wamoja wanasema sisi dhehebu letu hatufanyi hivi, tunafanya hivi. Ni kwa manufaa ya kuwakusanya walio wengi tu ili makanisa zao zijae. Sio kwa ajili ya kulenga kwamba wana wa Mungu tuwaelekeze katika lango la kwenda Yerusalemu mpya. Wanayafanya hayo yote kwa ajili ya kujikusanyishia mioyo ya wengi waje, watulie makanisani mwao, watulie kwenye vibanda vyao ili kwamba wakaweze kupotea pamoja na wao. Sio kwamba wawagange mioyo. Sio kwamba wawaambie ukweli ambao unauma lakini mwisho wa siku unawaokoa. Sio kwamba wawaambie jamani, tubuni, Yesu yuwaja, acheni madhambi zenu, muangalie mwana wa Mungu namna alivyoangikwa msalabani kwa ajili yetu. Msichezeshe kazi hii ya msalaba, lakini muisamini kwa kutenda yaliyo mema, kwa kujichunga na kujilinda na kutokutenda dhambi. Wanawakusanya wakiwakuna encourage wakunakuna eti kwamba wanawatunza watu wa Mungu majeraha yao juu tu. Hawagusi kwa ndani. Hawaingii deep kwa kuweza kuwaganga maumivu na majeraha. Lakini wanawaambia ni amani, peace. Lakini amani hamna hata kidogo. Ila ni mashambulizi, ila ni atake, ila ni taharuki, ila ni maflade, ila ni mafaya mioto iko na waka, ila ni ajali, ni mavifo, ni vita, ni challenge ya kila namna. Lakini hawaambii hivyo ili tujiandae. Wanawaambia ni amani. Msiwe na shaka, msiwe na woga, msiwe na hofu. Tutawafanyia mifungo, tutawaendea kwenye milima ili tuwaombee. Kuliko umfundishe mtu namna ya kula samaki, ni afadhali mfunze namna anaweza kurowa ile samaki. Maana usipokuwepo atajua huyu amenifundisha namna ya kurowa samaki, lakini ataenda kurowa na ile samaki. Lakini kama ulimfundisha yule mtu kwamba ni kupika tu samaki hivi, siku hautakuwepo,
atakosa samaki ya kutumia, kwa sababu hajui namna wanaweza kuiroa, hajui namna anaweza kujidefend, anaweza kujidefend mbele ya wengine. Ka temptation tu kadogo, kajaribio kadogo, hajui anaweza kusimama namna gani. Wakimswali swala hili, maana ulimwengu umejawa wajanja na maswali chungu tele, wakimswali hivi anaweza kujitetea hivi, akajikuta amejitoa katika meno ya wale maagenti wa kuzimu. Ndiyo maana yake mafunzo mazuri kutoka kwa wakuu wa madhehebu yalipashwa yatufanye sisi wengine kuwa na hali ya kujua kujidefend mbele ya wale maagenti ambao wameujia ulimwengu wakijivika ngozi ya kondoo, lakini ni mbwa mwitu. Wanatembea 24/7 kwa ulimwengu, kwa kila mitaa, wakitaka kuwadanganya walio wengi. Neno la Mungu linasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa hitaji la. Kwa ulimwengu wa sasa wengi wanatarajia, wanakusudia, makusudio yao ni kwamba wewe wakuondoe kwenye msingi wa Yesu Kristo. Wakupe mipesa, wakupe kama ni mavyeo, wakupe sifa, lakini wahakikishe wamekung'oa kwenye msingi wa Yesu Kristo. Hilo ndilo lengo lao. Hayo ndiyo matamanio yao. Wala hautawakuta wamewachora hapa kwenye nyuso, lakini wana midomo miepesi, wana midomo na maneno kama ya wamalaya. Biblia inasema eti maneno ya malaya ni kama shimo ndefu. Hivi ndivyo sasa wamalaya wameingia kwenye madhehebu. Tuweni makini wana wa Mungu. Ulimwengu umechanganikiwa. Marais mnawaona. Bwana aliwahi kunifunulia wakati moja, nikasema huo ujumbe hapa, ya kwamba wababa wanainamiana, wababa wanaabudiana wao kwa wao. Mimi Mungu nimechukizwa, maana nimeona wanaume wanaabudiana wenyewe kwa wenyewe. Alafu nikashangaa, Bwana, wanaume wanaabudiana namna gani? Leo tuko tunaona. Bwana kaniambia kipindi hicho, angalia marais wanapopewa madaraka wanaenda kuinama kwa makao makuu, wote wanatoa saluti, wanainamiana, wanaabudiana wenyewe kwa wenyewe, lakini wakirudi manyumbani kwao wana intimidate tena wake zao nao. Kila mtu anatamani kuabudiwa, kila mtu anatamani kusifiwa. Sasa Mungu akaniambia kwa kipindi hicho, nimechoka na watu hawa ambao ninyang'anya sifa zangu, wanaabudiana wao kwa wao. Bwana tuhurumie sana. Je, hatuoni ulimwengu wa sasa? Marais hao ni wanaume wenyewe. Asipopiga saluti ananyakuliwa, anaibwa. Fikiri hapo. Huyu ni mwanaume, analinda nyumba yake, analinda nchi. Analinda nchi, ni kiongozi wa nchi, lakini anatekwa na mwenzake rais. Anatekwa na mwenzake rais wa nchi. Anamtekea kwa nchi yake, anamuondoa kwa nchi yake, anampeleka kwa ingine nchi. Hawa wote ni warais, hawa wote ni wanaume, hawa wote ni wanadamu. Kwa nini hakukubali kutoa saluti? Hakukubali kuinama. Hakukubali kutimiza malengo yake. Hapa ndipo sasa tunaona kwa uwazi. Watu tuna macho ni kama hatuoni. Lakini kuna wale ambao wako wanayaona, wanasema hizi ndizo sasa. Haya ndiyo matokeo ambayo Bwana aliwahi kututaarifu kwamba tutayaona, kwamba kila kitu ninaenda kukiwacha wazi. Yaliyofichwa kwenye chini ya kitanda ninakwenda kuyaacha wazi kwenye dari ya nyumba. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. And it was an assault like people have not seen since World War II. Yaliyofanywa usiku kwa giza nene, Bwana anakwenda kuyaweka hadharani kwenye mwanga, ili tujuane, ili tuwajue wale ambao ni mainfiltre, walijichomeka wakajiingiza kwa kazi ya Mungu, lakini huku ni mabandia, ni watumishi mabandia, ni walokole majambazi.
ni wasema uongo, ni wenye kujawa na matamaa za pesa, wanajaa na tamaa za vyeo, wana uchu wa pesa, wana uchu wa vyeo, wamejawa na uchu wa sifa. Leo hatuwaoni wapendwa wa msalaba. Bwana tusaidie sana. Wengine wanasema dini langu, sisi tunaomba kama vile mtoza ushuru alisema, mimi ninaomba, ninafanya mifungo mara 3 kwa wiki, alafu ninatoa sadaka zangu kwa wale mayatima na wajane na wasiojiweza. Na mimi si kama huyu mtoza ushuru. Leo ndio wengi walivyo. Lakini mtoza ushuru alijinyenyekeza akasema Bwana, eti akajipiga konde moyo wake. Nani Mkristo mwenyewe kwa anajipiga konde kwa leo? Huyo Pito anasema ana neema yake. Ana neema ya kipekee. Kila mtu anajawa matamaa, anajawa tu na udini tu. Akajipiga konde moyoni wake, akasema Bwana, najitambua mimi ni mwenye dhambi. Akatubu. Akaomba msamaha, akasema, acha akajipiga kifuani mwake, wala hakusubutu kuinua uso wake. Akajipiga kifuani mwake, akasema, Bwana, uniuie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Wakristo wengi, watu wengi na madini zao, hata kama namwambia mpendwa, hili 1 2, hili ni libaya, mimi hili limenikwaza, mimi hili limenichafua, mimi hili ambalo limenifanyia mpendwa, hakika halijanifurahisha. Atakwambia, atajidefendre, atajitetea mpaka nasema huyu ni Mkristo au ni mpagani. Sasa usigombane naye, muelewe huyo, muache alivyo, jinsi alivyo. Watu wengi wako kwenye madini, ukiwaambia mpendwa, hili ambalo nafanya sio jema, sio nzuri kwa watoto wa Mungu. Kweli uliponifanyia hili na mimi niliumia. Hayuko razi kukuambia kwamba nisamehe. Hayuko tayari kukuambia kwamba na mimi ninajishusha kama mwanadamu, nimekosea, ninaweza kukosea kwa hili. Mpendwa, kama umesikia umekwazika au umeumizwa na haya ambayo nimeyafanya, naomba unisamehe. Watu wengi wanaona kujinyenyekeza ni kama vile kujishushia heshima zao. Lakini kujishusha na kutubu na kuomba msamaha, huo ni usujaa. Huo ni usujaa kabisa. Mtu anayejishusha na kuomba msamaha, huyo ni sujaa. Lakini watu wengi ni washupavu wa mioyo, lakini wanazingatia midini, wanazingatia madhehebu. Uendi fasi. Wewe ni muongo. Wewe ni mfarisayo. Wengine wanasema sisi dini letu tunakuwa washika sabato, washika sabato ambao hawachezi, ambao hawajitikisi, ambao tukiimba sisi huwa hatujitikisi, tunaimba kama mastati, tunajishika kabisa, tunasimama imara, hakuna kutikisika. Anashikilia naye hapo kwamba yuko katika mapenzi ya Mungu, ataenda tu. Yaani Mungu alimwambia ukifix mikono yako hivi na uimbe bila kujitikisa, basi umeeneza sharti zote za kwenda mbinguni. Unajidanganya, unadanganywa, mnadanganyana na yule mkufunzi wako. Wengine wanasema sisi ni washika sabato, lakini sisi tunacheza wakati wa kucheza tunajitikisa. Basi hao wanatengana. Sisi sio wa sabato wale wa kucheza na kujitikisa. Sisi ni wale wa sabato ambao tukiimba hatuchezi, hatujitikisi. Anapita naona wale ambao wanaimba wanajitikisa, wanacheza, wao ni wapagani. Wao sasa ambao wanaimba wanashika mikono hivi, hawachezi, hawajitikisi, wao ndio wataenda mbinguni. Yaani watu wamechanganikiwa na madini zao hawa watu wamechanganikiwa na madini haya, ajabu kweli. Pako nasikiliza, lakini anamaliza kuimba hivyo, sawa. Hiyo ni sharti ya mkufunzi wake. Hiyo ni sharti mwalimu wake alimpatia, au
msimamizi wa dini lake, lakini ana kiburi cha uzima mpaka anashangaa. Lakini anakuambia anajengea kwa imani ya kusema kwamba nitaenda mbinguni kwa sababu niko naimba kwa dini letu, tunaimba tunajishika hivi. Jesus. Unamuuliza mpendwa, utaenda mbinguni? Eti nitaenda kwa sababu mimi si kama nyinyi. Sisi dhehebu letu sio kama lenu. Maana sisi tukiimba tunaimba kwa unyenyekevu, kwa utaratibu. Mafilosofi wamekuwa wengi. Alafu anakuambia hata kama ni mwizi, lakini kwa sababu anashika sabato na anaimba bila kujitikisa, atamuona Mungu, ataenda mbinguni. Huyo naye anakuambia hivyo. Mwingine anakuambia hawa ambao wanashika sabato, wanaimba hawajitikisi, wanaimba hivi. Daudi aliimba, akacheza, akatoa mavazi. Alafu sisi tunaona tuimbe tucheze. Hawa hawataenda mbinguni. Sisi ambao tunacheza, tunatikisika, Daudi aliimba, akacheza, Mungu akafurahi mpaka mke wake wakati aligadhibika, kwa sababu gani mume wangu umecheza hivi mbele ya watu, najifedhehesha wewe kama mfalme. Mungu akafunga tumbo la yule mwanamke. Basi sisi sote tunaweza kusema wengine wanasema sasa tunaimba, tunakata miuno na mashingo na mavichwa. Naona watu wanacheza na vichwa vina nywele karibia kuruka. Eti wanamchezea Mungu. Wote wamejaa matamanio. Ndivyo Biblia imetuambia ya kwamba kila aliye mkuu na aliye mdogo, kwa maana kila mwenye ngazi, kuanzia kwenye ngazi za juu mpaka aliye mdogo, wote wamejaa matamanio. Wote wanatamani. Hawatendi kwa utu, hawatendi kwa hali ya umungu, lakini wanatenda kwa hali ya uchu wa cheo, kwa ajili ya uchu wa tamaa za vyeo na tamaa za sifa za miili yao, lakini wanajishikisha jina la Yesu. Yesu akasema, angalieni mtu asiwadanganye, maana wengi watakuja kwa jina langu, nao watawadanganya wengi. Mahali ulipo umedanganywa katika hawa wengi ambao neno la Mungu linasema eti wanatunza watu wangu majeraha juu tu, wanaachia hapo. Yaliyo ya ndani hawataki kuyagusia. Wanatunza tu yale mambo madogo ya juu, ili kwamba Wakristo wao wasiwakimbie. Tukisema hii ni dhambi, wapendwa, acheni hii dhambi, watakimbia. Maana naona hawa watu wana matamanio ya kuwa wezi, ya kuwa wazinzi, ya kuvaa nusu uchi, ya kujipamba kama makahaba, na wengine wanatamani sana kugombania vyeo, na wengine wanajawa na viburi. Lakini nawaambia hicho sicho kiburi. Ndivyo mwanaume anapaswa kujisimama yeko, ndivyo mwanaume anapaswa kuenenda, ndivyo mtu anapaswa kuwa na msimamo. Kuna misimamo mingine ya kipepo na kuna msimamo mwingine wa kweli. Amen. Lakini watu wanabadili mabaya kuwa mema na mema wanayabadili kuwa mabaya. Ndio utaalamu ambao ulimwengu umeshikilia sasa na kutembelea kwa ulimwengu wa sasa tuliomo. Angalia sasa ulimwengu wote umejawa nini? Dhuluma. Ulimwengu wote kwa sasa, dhuluma zilizofanyika kwa siri, chini kwa chini, leo Bwana ameziweka hadharani. Matamanio waliojaza wa rais wa manchi, leo Bwana ameyaweka hadharani. Matamanio ambayo yamejawa ndani ya mioyo ya watu wengi, leo Bwana ameyaweka hadharani. Lakini mwanadamu kusoma nyakati na dalili imemshinda, ili ajiandae amtafute Mwokozi vilivyo. Mtu mmoja akasema, akaenda kwa kanisa la ndugu mmoja ambaye alifungua kanisa. Alafu yule mtu akanungunika, akafadhaika, akasema, unajua mafadhaiko yangu ni haya. Huyu mpendwa tulikuwa tunaomba naye sana na alikuwa mtoto mzuri, alikuwa baba mzuri. Alafu amefungua kanisa, nami nimekuja kujiunga kwa kanisa lake. Alafu sasa nimekutana, ameweka na kujaza watoto wake katika hili kanisa. Sasa hili kanisa au ni biashara? Eti mimi nimekuja kugundua hili sio kanisa ameshimika hapa, ameweka ni business yake hii. Huyu mpendwa ametudanganya kwamba ni kanisa hili ameanzisha, lakini sisi wenye akili zetu timamu tumeshatambua kwamba hii ni biashara ameanzisha. Sasa anatuchuuza sisi kupitia neno la kanisa na Biblia. Tukamuuliza sasa, kama nafanya business, wewe unataka ya weje? Eti mimi nilikuwa nataka tufanye maombi na mafungo na huduma kama lilivyo neno la Mungu lisemavyo, ili kwamba tufanye kanisa ambalo litaokoa watu na kuwatoa kwenye dhambi na kuwaleta kwenye nuru. Lakini sasa hii
Ni ujanja ambao wameufanya kuweka mtoto wake wa kwanza ni mlinda hazina, mtoto wake wa pili ni sekretere, mtoto wake wa 4 ni vice president wa kwaya, ule mwingine mtoto wake ndo anasimamia press team, ule mwingine mtoto wake iko na mwandaa siku zijazo atakuwa pasta mdogo. Alafu tunaona hii siyo kazi ya Mungu. Hii ni mijuano. Hii ni business yake, ametudanganyia tu kwa neno la Mungu. Akaondoka akaenda kufanya lingine kanisa lake, na yeye huyo mpendwa alipoenda kwa lile kanisa, naye amefanya kanisa lake, ameliunda, akakamata watoto wake vile alivyomteta yule mwenzake mchungaji. Yeye sasa ameyafanya na kuzidi ambayo yule mchungaji alikuwa anamteta. Akakamata mtoto wake wa kwanza akampatia cheo, simamia vijana. Mtoto wake mwingine akampachika utumishi. Alafu akaja kufanya trike, akafanya ujanja, akaji connect na kijana mmoja, ukinioea binti yangu nitakupa cheo cha upasta mara moja. Sasa mtu hakuitwa na Mungu kwamba nimemweka wakfu kwa kazi za Mungu, yeye baba Mungu amemweka wakfu, sio Mungu. Alafu anakimbia, au ule kijana aliposikia wanamuonyesha, wanamshota cheo cha upasta, akadumbukia akamuoa binti yake. Alipomuoa tu mara moja akampatia upasta. Wakristo wakalalamika, wakasema sasa mbona unataka kufanya kama kuzidi yule ambaye alikuwa anamteta? Akasema nyamazeni, hamjaona. Mara moja kaunganisha mwingine kijana, akasema kijana, hapa kuna business. Hata sema hivyo lakini ni business. Wajanja hao walagai, yani wanaibia watu wa Mungu katika hali ya kimya tu. Alafu akamkokota yule kijana, akamuonyesha ingine cheo. Kijana wa pili huyo akamkokota, akamwambia tazama hapa kuna biashara, alafu kinioea binti yangu upasta nakupachika. Naye kijana kaingia. Hivi leo niko nakwambia, alimuoa yule binti siku chache na upasta wakambandika. Lakini atakuambia tuko kwenye kazi za Mungu, tuko tunamhudumia Kristo, tuko tunamtumikia Bwana wa majeshi wa wapi? Alafu ndio umuone anatembea taratibu, ni kama anataka ulimwengu au ardhi isipasuke. Eti ndio hapo watamuona ni mlokole wa kuenea, mnafiki. Mafarisayo wamejaa, wanatunza majeraha ya wana wa Mungu juu tu, na wanawaambia peace, lakini hamna peace. Sasa umemuita, lakini utasema kwa watu kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana. Huwezi kusema kwamba ni mtumishi wako, ulimuita wewe mwenyewe. Huwezi kusema kwamba ulifanya dili na huyo mkwe wako, au na huyo kijana, au na huyo binti aolewe na kijana wako ili umpatie cheo. Huwezi kusema vile. Lakini sasa walio na fikra, walio na mawazo mazuri, walio na macho ya kuona watayaona, hata kama watanyamaza. Lakini ujue kwamba sio mazezeta wote wanayaona, lakini wananyamaza tu. Alafu wewe unakakamaa kwamba niko namtumikia Mungu, lakini kule ulisema kwamba yule amekamata kanisa la Mungu, vyombo vya Mungu amevifanya kuwa mahali pa wanyang'anyi, amewapatia watoto wake, inakuwa biashara zake. Wewe sasa ambaye ulitarajiwa kutenda yaliyo kinyume na yule, wewe ndio umetenda sasa maovu kuliko yule ambaye uliyemteka zamani. Bwana tuhurumie wapendwa. Na huyo naye atakwambia Yesu alileta ndugu zake katika huduma yake, kwa kujitetea sasa. Alafu wakati angali anakoka anatongoza wale wa Kristo wa kutoka kule, alikuwa anawaonyesha makosa ya yule pastor mwenzake kwamba mnaona iko anawakula, iko na wakulia iko na wachuuza. Yesu wakati alifika kanisani mwa Baba, aliwapiga waliokuwa wakifanya biashara nyumbani kwa Baba. Angalia mko mnachuruzwa, mnafanyishwa business. Huyu anaweka watoto wake kwenye kanisa, kwenye vyeo. Njooni kwangu mimi, njooni kwa. Halafu naangalia sasa haya makanisa mengi, lakini walokole hatuwaoni. Hii ndiyo problem ambayo iko. Makanisa mengi yamejaa, lakini walevi ni wengi, hawapungui. Makanisa ni mengi, madini ni mengi, lakini wachawi hawapungui. Madini ni mengi, lakini wazinzi hawapungui. Madini ni mengi, madhehebu ni mengi, lakini hatujaona kwenye wanafunga vibanda vya pombe. Madini yanafunguliwa mengi, lakini hatujaona
kwamba hata zile nyumba za makahaba zinafungwa, hakuna, njoo zinaongezeka sasa. Kuliko zipungue magesti, kuliko zipungue ndo zinaongezeka. Hapa ndipo naona sura ya kwamba haya madini yamefanya ujanja wa kuwaweka watu mule, lakini hata kama anamuingiza pale kwa ile cheo anahudumu, lakini amekuja na kaudhaifu kake tangu aliokoka, tangu aliamini. Watu wanatafuta matunda kwake wasione hata tunda moja lililo jema. Tangu aliamini kwamba mimi leo nimeamini, lakini tafuta matunda mema ya Mkristo, hautampata nayo. Kama ni conflict, angali na makonflikt na watu. Kama ni kugombana, angali nagombana na watu. Kama ni kujitetea, angali kuna mtu anajitetea mpaka unasema ni ajabu. Unamwambia mtu, jamani, hili ambalo nimelifanya sio jema, ni baya. Acha tutubu. Acha tutengeneze. Maana mikono michafu inaoshwa kwenye familia. Lakini wengine wanakuambia pamoja na cheo changu, pamoja na namna ninavyoheshimiwa, nikuja kusema kwamba sorry, nisamehe. Hapana, siwezi kusema sorry. Anajitetea mpaka jasho linamtoka. Anajitetea kitu ambacho mngetengeneza minute 2, anajitetea 1 hour, iko anajitetea. Iko na kufasiria kwamba umuelewe tu. Lakini hawezi kuelewa kwamba hapa kweli nimekosea. Acha nitengeneze na huyu mpendo. Acha niombe msamaha. Yaani ni fundi stadi wa kukuelewesha kwamba wewe ndiwe umeniwazia vibaya, lakini sikukuwa ninamaanisha hivyo. Wewe ndiwe ulikuwa mbaya, lakini mimi kama nilifanya hivi ni kwa sababu ya hiki na kile. Ni mbishi, ni mbabe wa ajabu. Lakini njoo umuone. Anachukua Biblia anasema wabishi wote hawataingia mbinguni. Argument nayo ni mbaya jamani. Biblia inatukataza kuwa na hali ya argument, ubishi. Lakini watu wengi hii dhambi huwa wanaipuzia sana. Ubishi. Anabisha mpaka anashindwa kumuelewa. Anajitetea mpaka anahakikisha na kushinda wewe mwenyewe ulikuwa na rezo. Hapo anasikia anatulia. Lakini yeye ukimkosea kidogo anakuambia na magoti utubu, kwa magoti ukilia na Jones, ndipo nitakusamehe, ndipo nitaona uko mnyenyekevu, unajua kuomba msamaha na kutengeneza. Lakini yeye kwa zamu yake anakuambia unielewe. Wewe ndio haukunielewa vizuri. Nilitaka kumaanisha hivi. Sikuwa namaanisha kama unavyowaza, kama ulivyoona. Hata kama namuonyesha na my private namuonyesha kwamba hili ulilifanya ni baya, ni dhambi. Anakuambia sio dhambi. Anapaka dhambi yake mafuta. Anapaka makosa yake mafuta. Dhambi za wengine ndio sasa anasema hizi ndio dhambi hizo. Hizo ndio dhambi. Haya ndio makosa. Alafu njoo uone. Mwingine anasema ya kwamba mimi si kama huyu. Mimi nafunga mara 2 kwa wiki. Natoa sadaka. Kwa kuwalisha maskini na yatima. Kuwalisha maskini na yatima ni vizuri, maana neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana atatuuliza, atasema Bwana atasema, nilikuwa na njaa hamkunilisha, nilikuwa uchi hamkunivika, nilikuwa na njaa mlinilisha, nilikuwa uchi mkanivika. Sio hivyo tu unasimamia kwamba nikitoa kwa wajane basi mbingu itafunguka inaingia. Huku matendo yako yakiwa mabaya, lakini unaigamia tu kwamba nikitoa mapesa kwa mayatima na maskini basi nitaingia. Huingii kabisa. Maana ukikosea amri moja zile 9 zinaharibika. Hivyo nawe unapotosha pesa zako kwa maskini ni vizuri, lakini usiwa mbishi. Mahali panahitajika kutubu na kutengeneza, tubu na utengeneza na uache, sio kurudilia. Mahali panatakiwa kujinyenyekeza, jinyenyekeze. Huo ni usujaa, sio upumbavu. Hapana. Wengi wanaona nikitubu na kutengeneza watanizoea, wataniona niko size yao. Huo ndio upuuzi sasa wa kuua. Mtu ana kiburi cha uzima. Mtu anajawa na kiburi, pepo la kiburi linamjaa, lakini kutoa misadaka natoa, kiburi chake na chunga sana. Anaweza kuomba na kufanya mafungo, lakini kiburi kinamjaa cha uzima. Anaweza kwenda kuwatembelea wagonjwa hospitalini, lakini amefunga kiburi, hakuna wa kumgusia kwa ile dhambi ya kiburi chake. Ukigusa hapo anakuonyesha kazi ya mikono yake. Si unaona?
nimewapatia mayatima na wajane, nimewatembelea wagonjwa, nimewatembelea wafungwa kwenye prison, lakini ukaja kumgusia kwamba una kiburi cha uzima. Mchungaji, wewe una kiburi cha uzima, ungetubu hiyo dhambi ya kiburi ukaiacha, atakuambia na kulaani. Atakulaani. Usimgusie kwa dhambi yake. Neno la Mungu linasema ya kwamba tusiwe watu wa kufanya hali ya kijicho. Biblia inakataza kijicho, lakini kuna mtu anakuangalia kwa dharau, kwa kejeli, anakupandisha na kushusha, alafu nasema huyu ni mwana wa shetani, huyu au ndiye Kaini ambaye amejitokeza kwa ulimwengu wa sasa, lakini anakuambia mimi ni mwana wa Mungu, paradiso nitaingia, lakini ana hali ya kijicho huyo. Ajabu sana. Bwana tuhurumie sana, na Bwana atutie nguvu ili tupate kushinda hili janga ambalo hakika limeuingilia ulimwengu.